Kwa damu ya Yesu Kristo, asante kwa sababu ya sauti yako ambayo Bwana imesikika ndani ya mioyo ya watoto wako, ikiwahimiza ya kwamba Bwana wasibaki mahali walipokuwa Bwana tangu asubuhi mpaka jioni ya leo. Na hatimaye Bwana, kwa unyenyekevu wa mioyo yao, Mungu wa rehema, Baba, kwa neema yako na kwa upendo wako umetuvuta na kutuleta nyumbani mwako. Asante kwa ajili ya wanaume wakubwa na wadogo, wanawake wakubwa na wadogo, Baba, kila mmoja mmoja Bwana, kwa rehema zako nyingi ambazo Bwana umeziachilia mfalme wa amani na kuwepo kwetu nyumbani mwako jioni ya leo Bwana. Baba, ni matokeo ya udhihirisho wa rehema zako ambazo Mungu zimefunuliwa katikati ya maisha yetu, na kwa sababu ya rehema zako Bwana wa Bwana, Baba, yalishi tumepita kwenye mabonde ya uvuli wa mauti, kwenye magonjwa, kwenye ajali mbalimbali, kwenye balaa, kwenye laana, kwenye mikosi, lakini asante kwa sababu Mungu tulioko mahali hapa na wenzetu Bwana walioko njiani kwa ajili ya kufika mahali hapa, Baba, ni matokeo ya rehema zako Mungu wa mbingu na nchi, Baba, kuachiliwa juu ya maisha yetu. Na kwa unyenyekevu wa mioyo yetu Bwana, tunaomba uturehemu na kutusamehe kwa habari ya dhambi na uovu na makosa ya kila namna ambayo Mungu hatuna ujasiri ndani ya mioyo yetu, Baba, kujihesabia haki Bwana. Na Mungu, tukisema tuna dhambi tunajidanganya, Bwana, kweli ya neno lako Bwana haiko ndani yetu. Na nikosa kwa unyenyekevu wa mioyo yetu, wanaume na wanawake, wakubwa na wadogo, Baba, kila mmoja anajua mapito yake na njia za mawazo yake na njia za maneno yake na njia za matendo Bwana, ya kwamba Mungu hatuna ukamilifu wa namna yote mbele zako. Lakini acha Bwana jioni ya leo tuirarue mioyo yetu na wala sio mavazi yetu, tunyenyekee na kuanguka Bwana. Baba, kama Daudi alivyosema, nitaanguka chini ya mkono wa Bwana ili ajue jambo ambalo atakalonitendea. Alijua amependa dhambi sawa, lakini Mungu alichagua kuanguka katika mikono yako Bwana. Baba, jioni ya leo wafanya biashara na wafanya kazi Bwana, acha tuanguke na kugaragara katika madhabahu yako Bwana. Ni nani ajua ya kwamba Baba utaturehemu Bwana na kutuachilia baraka nyuma yake, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata kama sababu za kulaandika Baba zimetawala maisha yetu, asante kwa sababu ya damu ya Yesu ambayo kwa ajili ya damu hiyo yaweza kubadilisha na kuondoa kila aina ya majira ya laana na balaa mikosi katika maisha yetu, na kutuachilia baraka nyuma yetu, na kila macho mwenye mwili Bwana yakauone utukufu wa baraka zako. Bwana majeshi, Mungu wa rehema, walionekana hawastahili Baba kutendewa chochote kilicho chema, ninaomba kwa sababu ya neema na utawala wa damu ya Yesu, Baba, walioitwa sio watu wako, jioni ya leo neema yako Bwana ikafunuliwe na utukufu wako Bwana ukapate kutuangazia. Asante kwa sababu ni Mungu wa maisha yetu, na ni Mungu wa watoto wetu, na ni Mungu wa kazi za mikono yetu. Sema nasi kwa lugha nyepesi ambayo Baba wote wenye mwili tutaelewa kila ambacho Mungu unasema nasi, katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa imani na unyenyekevu tumeomba kwako, na wote tuseme amen. Tukae tuseme kanisa. Haleluya. Nichukue nafasi kumshukuru Mungu kwa ajili yako mimi na wewe, kwamba ametupa neema na kibali cha kuweza kuwepo leo nyumbani mwake kwenye madhabahu. Lakini pia leo, ibada ya leo inaongozwa na wababa kanisa. Haleluya. Kwa hiyo niwapongeze wababa wote, kuanzia baba aliyoko madhabahuni huku mbele kabisa, lakini pia na wababa wote tulioko hapa. Hebu naomba tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya muongezee Yesu makofi kwa ajili ya baba. Kwa niaba yetu sisi wote wababa tulioko hapa, naomba tumshukuru baba mwenzetu ambaye ni mtumishi Bwana anayetuongozea ibada siku ya leo. Tumeshukuru kwa kubariki sana kanisa. Haleluya. Tuna maendelezo wa semina yetu ambayo tulianza Jumapili, na tupo kwenye eneo la maendelezo wa semina yetu, na leo pia ikiwa ni siku ya ibada ya Kwaresma, na ibada ya Kwaresma imebeba somo kuu au imebeba ujumbe mkuu, kama ilikuwa ibada ya kwanza ya majivu tulioanza nayo au iliyoanza, ina kichwa cha somo kinasema tutubu na kurejea kwa Mungu wetu kanisa. Haleluya.
Hilo ndio somo au ndio kichwa ambacho kinatuongoza kwenye ibada zote za majivu. Ni eneo la kutubu na kurejea kwa Mungu wetu. Na mimi natamani katika kichwa hicho cha kutubu na kurejea kwa Mungu wetu niunganishe na assignment na agenda yetu ambayo tulimaliza nayo jana, na tukasema kwamba leo tutakuwa na siku nzuri ya maombi, na ni maombi ambayo yatachukua nafasi ya kutubu na kuomba rehema kwa Mungu wetu. Kanisa, haleluya. Tupate nafasi ya kutubu sawa sawa na majira tulionayo kwa ajili ya mambo kadha wa kadha ambayo natamani niaseme kwa dakika moja, alafu nikwambie jambo lililoko mbele yetu. Kitabu cha Danieli, tuangalie mara moja hapo kile kitabu cha Danieli. Kabla tulifungua Danieli, andika Marko sura ya 5 na mstari wa 18 na 19. Marko sura ya 5 na mstari wa 18 na 19. Tunaanza na Marko, na mimi nitasoma Marko alafu tukasoma kitabu cha Danieli, alafu tuende tukafanya jambo ambalo kwa ajili ya jambo hilo Mungu ametupa hiyo neema kwa ajili ya kuomba. Anasema hivi, Marko sura ya 5 18 na 19. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye. 19. Lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako kwa ndugu, kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Hebu sema, na jinsi alivyokurehemu. Rudia tena, sema, na jinsi alivyokurehemu. Agenda yetu kubwa ni jinsi alivyokurehemu. Nguvu ya kurehema za Mungu katika maisha yako. Nguvu ya rehema za Mungu katika maisha yako. Kwa kawaida huyu tunajua ni habari ya mdirasi ambaye alikuwa na mapepo ya kutosha. Wataalamu wa Biblia wanasema alikuwa na mapepo 3,000. Yaani alikuwa na majini 3,000. Na hayo majini 3,000 yalikuwa ndani ya mtu mmoja, na yalifika mahali yakamwamisha kutoka nyumbani, akaenda akaweka makazi yake makaburini, akaishi kwa miaka na miaka, na akawa anajikatakata na vitu vyenye ncha kali, anajikata kwa mawe, damu zinatoka. Yale mapepo 3,000 hayakumwacha aishi maisha ya kibinadamu ambaye mwanadamu alitakiwa aishi. Kanisa, haleluya. Ndugu zake walifika mahali wakamkatia tamaa. Kumbuka nazungumza kwa habari ya mtu aliyekuwa na mapepo 3,000. Kanisa, haleluya. Ndugu zake walifika mahali wakamkatia tamaa. Kila mmoja alifika mahali, kijiji kimemchoka, lile eneo lote limemchoka, maana alifungwa kwa pingu, kwa minyororo na akavikata vyote. Alikuwa ni mtu mkorofi, haijapata kutokea au yeye kuna mtu mkorofi. Hakuna aliyekuwa na katiza njia ile ya makaburini kwa ajili ya yule jamaa. Hakuna aliyekuwa na katiza. Kwa nini? Kwa sababu ile njia, yule jamaa alikuwa ni tishio, na yale mapepo yalienda yakamfanya makazi yake yawe kule makaburini. Alikaa kule miaka mingi. Kwa hiyo ndugu zake walikuwa wamehesabu ya kwamba hawana ndugu yao tena. Jamii nzima ilikuwa inasubiria, maana ili wajue yuko hai lazima wasikie kelele kule makaburini. Alikuwa anapiga sana makelele. Lakini mabibi na mabwana, acha nikwambie, inawezekana wanadamu walikuwa wamemkatia tamaa kabisa. Yaani wanasema, yaani ni bora afya tupumzike, wamemkatia tamaa. Yaani hakuna mtu ambaye ana future tena ya maisha yake. Hakuna mtu mwenye nayo tena. Amefanyika kuwa kero, wanaomba afe ili jamii pumzike, watu wananchi wapumzike, wanaomba afe. Lakini mabibi na mabwana, acha nikwambie, maandiko hayatuambii kwamba kuna mtu alikuwa anafunga na kuomba kwa ajili ya huyu mtu ili siku moja Mungu apate kufanya jambo jipya kwenye maisha ya huyu mtu. Na kwa sababu hiyo kila mtu alikuwa amemkatia tamaa. Acha nikwambie jioni ya leo, kuna siku moyo wa Mungu
akiwa huko mbinguni akamchungulia yule jamaa kule makaburini, akajua ya kwamba huyu ni miongoni mwa wale wanadamu niliowaumba kwa sura yangu na kwa mfano wangu, hata kama wamekatiwa tamaa, hata kama mapepo 3,000 yamekaa ndani yake huyu mtu, lakini nilimuumba kwa sura yangu, nilimuumba kwa mfano wangu, na kwa ajili yangu mwenyewe, hata kama hana mtu wa kumwombea, nitamtuma mwanangu Yesu aende kwa ajili yake, aende akamuokoe. Kanisa, haleluya. Acha nikwambie, kwenye hii madhabahu Yesu akapanda kwenye chombo, yeye na wanafunzi wake, akafika pale ng'ambo, na hali makaburi ni kama vile alikuwa ufukweni, alikuwa karibia na lile ziwa. Yesu aliposhuka tu kwenye mashua naye, akafesiana naye macho kwa macho, akakutana naye. Yale mapepo cha kwanza yakaanguka, yakamwangusha yule jamaa mbele ya Yesu. Alafu yakamwambia Yesu, umekuja kututesa kabla ya wakati wetu. Yesu alitumia gharama ya nguruwe 2,000 wazame baharini, lakini mwanadamu mmoja apate kufunguliwa. Ungempigia Bwana makofi kama unanielewa. Mabibi na mabwana, acha nikwambie, Yesu alitumia gharama ya nguruwe 1,000, 2,000 kwa ajili ya kuhakikisha mwanadamu aliyefungwa amefunguliwa. Kwa gharama ya leo tungesema hivi, nguruwe mmoja kwa thamani ya hela iliyokuwepo zamani hizo, tuikonvert kwenye thamani ya hela iliyoko leo, nguruwe mmoja ni kama 150,000. Hiyo ni ndogo sana, nilipigia mahesabu, ndogo sana. Kwa hiyo 150,000 mara nguruwe 2,000 ni kama milioni 300. Okay, milioni 300. Yesu anatumia milioni 300 kwa ajili ya mtu mmoja kufunguliwa. Na kuambia hivi, wataalamu wa mahesabu wangemshtaki Yesu kwa kutumia fedha vibaya. Ngempigia Yesu makofi hata kama sio vizuri. Hivi mtu unaandaje semina ya dakika 5? Sio siku nani, dakika 5. Maana Yesu akukata hata muda mrefu pale. Yaani amekata dakika 5 pale, akamfungulia jamaa, alafu wakati akamwambia ondoka kwetu kwenye mipaka yetu, ondoka zako. Ametumia milioni 300 kwa mkutano aliofanya kwa dakika chache, ametumia milioni 300. Hivi kwa kweli, kwa tafsiri rahisi, tungetafsiri kitu gani? Unatumiaje milioni 300 kwa mkutano ambao haujamaliza hata risali moja, alafu ameokoka mtu mmoja tu? Ndio hapo utakapogundua ya kwamba hakuna kiwango cha fedha cha kumdhalilisha nacho mwanadamu. Kanisa, haleluya. Hakuna kiwango cha fedha unachoweza kukiweka hapo ukasema kiwango hiki na huyu binadamu hichi ni cha thamani zaidi. Hakuna. Yesu alitaka waonyeshe ya kwamba huyu mwanadamu hata kama na mapepo 3,000 ni wa thamani kuliko nguruwe 2,000 katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Acha nikwambie kwenye hii madhabahu, the way jinsi ulivyo unatembea na miguu, wewe wa thamani katika jina la Yesu. Inawezekana huna vitu vingi, wewe wa thamani katika jina la Yesu. Na kwa thamani yako hailinganishwi na fedha wala na dhahabu, ila thamani yako ilimfanya Mungu akitoe kitakatifu kwa ajili yako wewe ambaye haukuwa mtakatifu, ili apate kununua kisichokuwa kitakatifu. Maana pamoja na kutokuwa ni kitakatifu, lakini thamani yake ni kubwa katika jina la Yesu. Pigie Bwana makofi, haleluya. Kwa hiyo sifike mahali ukajikataa, lakini maipenti ni ipi kwenye hili jambo? Ni moja tu. Angalia jamaa mara baada ya kufunguliwa kwenye yale mapepo 3,000, angalia, akataka kuambatana pamoja na Yesu. Yesu akamgeukia, ule mstari wa 19, kile kipengele cha mwisho, anamwambia enenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu, kawahubirie ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana. Anasema na jinsi alivyo kurehe. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Rehema za Mungu zikishuka
mahali, haijalishi hali yako ya kiroho ilikuwa namna gani. Huyu jamaa hakuwa anatoa fungu la 10 kama jinsi ambavyo na wewe unampenda Mungu na kutoa fungu la 10 hata kama ni kwa kubadilisha maandisho. Huyu jamaa alikuwa hatoi fungu la 10. Huyu jamaa alikuwa hana bahasha ya hata jengo kama zilivyogo zamani, alikuwa hana. Lakini huruma za Mungu, rehema za Mungu ziliingilia kati katika maisha yake, zikabadilisha historia ya maisha yake completely katika jina la Yesu. Kama nguvu ya rehema za Mungu zilimfungua jamaa kutoka kwenye mapepo 3000, zikamrudisha uraiani kwenye jamii, akawa ni mtu wa maana. Acha nikuambie kwenye hii madhabahu, kwa nguvu ya rehema za Bwana yaweza kufanyika mambo ambayo yatashangaza watu wa kwenu katika jina la Yesu. Na ni maombi yangu kwa Bwana kwenye hii madhabahu ya kwamba tutaombe rehema. Yale mambo ambayo umekata tamaa, umeona yawezekani, umeona kabisa pasitaenda, nguvu zimeisha, tutaombe rehema za Bwana katika jina la Yesu. Nguvu ya rehema za Bwana zaweza kukurudisha kwenye laini, hata kama ulipoteza laini, yaweza kurudisha kwenye njia, hata kama njia ilipotea, lakini rehema za Bwana zaweza kukurudisha katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Kwa nguvu ya rehema za Mungu tu waweza kurejeshwa. Umekemea vimekataa, lakini kwa nguvu ya rehema za Mungu zinatupilia mbali sababu zingine zozote za kibinadamu na madhaifu yake. Rehema za Mungu zikiingia mahali, haijalishi ni mwenye dhambi, haijalishi ni mtakatifu, lazima atolewe mahali anakotakiwa atolewe, apelekwe mahali ambako mbingu zimekusudia katika jina la Yesu. Na ninakuombea rehema za Bwana ziwe juu yako na watoto wako na uzao wako na familia yako, ili wafikishwe kwenye viwango ambavyo Bwana amewakusudia katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Kwa nguvu ya rehema za Mungu aliye hai, ukashangazwa na Bwana. Tumalizie kitabu cha Danieli, tuende tukafanya jambo mara moja hapa kwa imani. Kitabu cha Danieli, ile sura ya pili, Danieli sura ya pili, tukafanya jambo ambalo Mungu atupe neema ya kuomba. Kwanza mstari wa 16, naomba niwatangulie kusoma haraka na neema ya Mungu tusaidie. Kumbuka tupo kwenye kipengele cha toba kwa kuomba rehema kwa Mungu. Anasema hivi, mstari wa 16, basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Ndipo Danieli akaenda nyumbani. Hebu sema akaenda nyumbani. Anasema ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Anania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema. Mstari wa 18, pigia mstari hapo. Anasema ili waombe rehema kwa Mungu wa mbingu kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Hebu sema wasiangamizwe. Yaani kuna mambo Mungu asipoyafanya kwenye maisha yako, kwa watoto wako, kwenye jamii yako, kwenye biashara zako, kwenye uchumi wako, lazima uangamizwe. Lazima adui akuangamize kama Mungu asipofanya. Mara nyingi wanapenda kusema hivi, na hii lugha utaibeba kimaombi. Mwanamke hana cha kufanya kwa mwanaume ili mwanaume ampende, lakini mwanaume ana kitu cha kufanya kwa mwanamke ili mwanamke ampende. Nazungumza mwanaume kwenye nafasi ya kichwa cha mke. Kabisa, haleluya. Tuweke hatua ya pili. Huwa anasema hivi, Mungu
baba yetu ana kitu cha kufanya kwenye maisha yetu ili tuweze kumpenda, ila sisi hatuna cha kufanya kwake ili kimshawishi atupende. Ila kuna kitu akikifanya kwetu, akisha kifanya hicho kitu kinatusukuma sisi kumpenda yeye. Kanisa, haleluya. Na hicho kitu kinaitwa wema wake watuvuta kwake. Kwa hiyo Mungu ana jambo la kufanya kwenye maisha ya kila mwanadamu ili kila mwanadamu apate kumpenda. Kwa hiyo ukiona unapata shida kumpenda Mungu, jifunze kuomba lugha hii. Nenda kwa Mungu, mwambie Mungu, sielewi hata kwa nini sikupendi, lakini nachojua ni kwamba kuna kitu Mungu kikifanya kwenye maisha yangu kitanisukuma niweze kukupenda hata kama nilikuwa sikupendi. Kanisa, haleluya. Sasa mahali hapa angalia, anasema ili waombe rehema kwa Mungu wa mbingu kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Daniel na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Waombe rehema. Mfalme ameshatoa oda ya kwamba wauawe. Wameingia kwenye maombi, wako chini ya ulinzi, ya kwamba kwenye hicho chumba cha maombi kuna mambo mawili tu. Wakitoka kwenye chumba cha maombi bila majibu, upanga wa mfalme uko kwenye vichwa shingo zao. Wakitoka na majibu, sio tu kwamba wao hawatauawa, lakini itawasaidia na wengine waliostahili kufa kwa kosa hilo hilo, itawasaidia pia kuwa hai. Kuna mambo Mungu asipokufanyia mama, yanakuwa ni hatari kwa watoto wako, ni hatari kwa uzao wako, ni hatari kwa ndugu zako. Kuna mahali mzazi ukikwama, kukwama kwako si tu kwamba madhara yake yataishia kwako kama mzazi. Wewe mzazi, wale nisikiliza hapa, ni kama vile kichwa cha tereni. Kuna mabehewa kibao Mungu amekuunganisha naye nyuma yake. Iwe ni mwanamke, ni mwanaume, ananisikiliza. Kuna watu ambao Mungu amekuunga nao. Wewe ukikwama, si tu kwamba wewe umekwama peke yako, no. Kuna watu ambao wewe ukifanikiwa na wao wamefanikiwa, wewe ukikwama na wao wamekwama. Kwa hiyo maombi yako kwa Mungu yanahitajika sana, kwa sababu katika kufanikiwa kwako na wengine watafanikiwa katika jina la Yesu. Lakini katika kukwama kwako na wengine watakwama walioko nyuma yako. Na ndio kitu ambacho kisoma Yeremia sura 29 kuanzia mstari wa kwanza na mstari wa 5 na mstari wa 7. Mungu anawaambia wale vijana waliochukuliwa kupeleka utumwani kule Babeli, anawaambia, kautakieni amani mji ule niliowafanya mchukuliwe mateka. Anawaambia katika amani yake ninyi mtafanikiwa. Maana ni kwamba kuna usipofanikiwa, wewe unayenisikiliza mahali popote uliko duniani, usipofanikiwa kuna watu nyuma yako wamekwama. Kanisa, haleluya. Kanisa litakwama, taifa litakwama. Wewe kwambie, sio lazima unisaidie mimi, lakini wakifanikiwa, ukaenda dukani ukanunua chakula, serikali itapata kodi. Kanisa, haleluya. Serikali ikipata kodi, barabara zitatengenezwa. Ukitoa sadaka kwa Mungu wako hapa kanisani, utukufu wa Bwana utaonekana na kazi yake itaendelea katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Ninamaanisha ya kwamba ninatamani Mungu wangu akusaidie, akubariki, akuinue, akufanikishe hata kama sikujui, lakini maana Mungu anakujua popote ulipo. Maana Mungu akubarikie kwa rehema zake, akuinue, kwa sababu katika kuinuliwa kwako kuna watu watainuliwa, katika kufanikishwa kwako kuna watu watafanikiwa katika jina la Yesu. Pigia Bwana makofi, haleluya. Ukiingia kwenye kipengele cha kuwaombea watu wafanikiwe, omba kwa mapana, omba kwa wivu wa Mungu
watu wakipandishwa vyeo, utukufu wa Bwana unaonekana kwa jina la Yesu. Hasa watu wa nyumba hii, ni dua yangu na maombi yangu kwa Bwana, watu wa nyumba hii, sema nyumba hii, sema nyumba hii. Ukijiongeza utaelewa maana yake. Watu wa nyumba hii tuwaombee Mungu awafanikishe na Mungu awainue katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa hiyo ukiangalia mstari wa 18 walipoingia kuomba rehema, angalia kilichotokea. Mstari wa 19, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo, maana akapewa majibu katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbingu. Danieli akajibu akasema, na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. 21 tunamalizia, nasema yeye hubadilisha majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme, wapa hekima wenye hekima, wapa wenye ufahamu maarifa. Amen. Natamani tupate nafasi tuone tukaombe. Sijui ni mambo gani kwenye maisha yako unapitia, lakini tukaombe rehema kwa Mungu, ili rehema za Mungu ziingilie kati kwa habari ya biashara zako, ziingilie kati kwa habari ya uchumi wako, ziingilie kati kwa habari ya maisha yako, ziingilie kati. Mungu asipotusaidia, hasa watu wa nyumba hii asipotusaidia, kuna wengine wana mikakati ya kuwafanya watu wa nyumba hii kuwa watumwa. Watu wa nyumba hii wasio viongozi. Watu wa nyumba hii wapewe tu nafasi zile za mwisho. Hivi jamani, mnanielewa watu wazima mlioko mahali hapa? Hebu napozungumza hapa, hebu waza kwa mapana. Nikisema watu wa nyumba hii wanaotajwa kwa jina la Mungu wa nyumba hii, kuna watu wana mikakati, hawataki watu wanaotajwa kwa jina la Mungu wa nyumba hii ya kwetu wapewe hata uongozi mahali popote, wapewe hata cheo mahali popote, waendelee kuwa ni watumwa, wauruzwe tu. Na nenda angalia, fanya tathmini huko nje, tembea huko, pita kwenye mitandao, angalia nafasi mbalimbali, utajua nachozungumza na maanisha nini. Lakini tuna watu wa nyumba hii ambao Mungu amewapa neema, wana akili, ni wasomi wazuri, wana elimu nzuri, wana ufahamu mzuri, lakini hawapewi. Kama unanielewa, nyosha mkono. Beba bahasha yako ambayo mzee wa kanisa hapa ametupa kwa ajili ya kuweka sadaka maalum. Tuambatanishe na haya maombi maalum. Sadaka maalum na maombi maalum. Sote tusikaribu kwa ajili ya kupata bahasha. Hakikisha umepokea bahasha, weka sadaka yako maalum. Sijajua ni namna gani ambalo unahitaji kuomba rehema kwa Bwana, lakini nahitaji rehema kwenye maisha yangu binafsi, maana najua nikikwama. Geuka nyuma yako hivi, angalia wanaokutegemea, angalia wewe mwenyewe binafsi. Hivi usipotoboa, wapendwa, usifie mahali ambako bibi yako alifiaga. Kuna mahali unatakiwa kutoboa, kuna mahali ambako unatakiwa kufika, kuna mambo ambayo unatakiwa kufanya. Yale yaliyomshinda mama yako wewe uyafanye, yale ambayo kwenye ukoo wenu hayajafanyika wewe uyafanye. Kama kwenye familia ukuta ghorofa, wewe ukajenge kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Kanisa, haleluya. Kama kwenye familia yako ukuta tabaskeli, Mungu afanye kitu, uache magari na magari na magari na magari katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Kama kuna magari mabovu gereji, Mungu akupe magari yakae nyumbani kwako, hata yakae hapo kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Sio kama ni mabovu, no, akupe ya kueleweka. Yaani mahali ambako baba yako akuvuka, waokolewa kutoboa, Mungu akuvushe wewe katika jina la Yesu. Pigie Bwana makofi, haleluya. Simama na hiyo bahasha yako na sadaka yako nzuri. Sadaka yako nzuri weka hapo. Kuna vitabu ambavyo wewe haukusoma, watoto wako wasome hiyo vitabu. Kuna madarasa ambayo wewe unalitazama haukuyaingia, watoto wako wakaingie. Kuna viwango, kuna mahali ambako babu na bibi na wazazi wakajaga, wewe mwenyewe ukajaga, watoto wako wakajage katika jina la Yesu. Na ndiposa wanasemaga tukifanana
na maisha ya kiwango cha baraka za Ibrahimu, tumefeli maisha. Tunatakiwa tufanikiwe kuliko Ibrahimu, kuliko Isaka, kuliko Yakobo, katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu. Maanisha sema Baba, katika jina la Yesu. Ninakushukuru wewe Bwana kwa ajili ya neema yako ambayo Baba wa rehema umeiachilia katika maisha yangu jioni ya leo. Baba, umesema kwa habari ya nguvu ya rehema zako na huruma zako, jinsi ambavyo zina uwezo wa kubadilisha kila majira ya mauti ambayo Bwana yamepelekwa na kuachiliwa katika maisha yangu, sawasawa na neno lako ya kwamba Bwana kina Danieli yaliachiliwa majira ya mauti katika maisha yao, ili kwamba waangamizwe pamoja na wote wenye hekima na wachawi na waganga na wanajimu waliokuwa katika Babeli ya zamani zile. Lakini Bwana, kwa dua na maombi ya kina Danieli ambayo Bwana waliingia kwenye chumba cha maombi, wakaomba dua, wakaomba rehema, na rehema zako zikaachilia majibu ambayo yalibadilisha yale majira ya mauti yaliyoachiliwa katika maisha yao. Baba uliye mwema, jioni ya leo, Bwana Yesu, wewe ulisema ya kwamba nyumba yako itakuwa ni nyumba ya sala. Na jioni ya leo nimekuja Bwana katika nyumba yako, nyumba ya sala ambayo Bwana imekuwa baraka katika maisha yangu na wote wenye mwili ambao Bwana walikimbilia katika nyumba yako, kwenye hii madhabahu yako. Hakuna hata mmoja aliyekuja akiwa analia, aliyekuja akiomboleza, aliyekuja akiwa na huzuni, aliyekuja akiwa ana majibu. Baba wa rehema akatoka kwako kama alivyokuja, kama kina Danieli walikuja kwako wakiwa wana majibu vile takavyokuwa maisha yao. Lakini Bwana, walipokuja kwako wakarudi na majibu, na yale majibu yakawapa kuishi. Baba uliye mwema, jioni ya leo
mahali haijakamilika Bwana, haijakamilika Bwana, wameanzisha Bwana Baba ujenzi mahali haujakamilika Bwana Baba, hata nyumba hii ya jengo, hata nyumba hii ya madhabahu yako ambayo Bwana mabwana haijakamilika Bwana, tunaziombea Bwana, tunaziombea kazi ili nyumba yako hii ipate kukamilika. Baba wa rehema, wabariki Bwana wafanya biashara hawa, wabariki Bwana wafanya kazi hawa, ukawainue Bwana, ukawabariki, fanya kitu kwao Bwana ili wafanye kitu kwa ajili ya kazi yako, wainue Bwana ili wafanye kitu kwa ajili ya kazi yako, ile jambo ambalo halikutegemewa katika maisha yao, zile nafasi ambazo hazikutarajiwa katika maisha yao, zile baraka ambazo hazikutarajiwa katika maisha yao, Baba naziomba kwa wanawake hawa, zile promotion nawaombea Bwana katika jina la Yesu. Miguu yao Bwana, kuna mahali ambako haijakanyaga Bwana, haijakanyaga Bwana. Baba wa rehema, ni wewe peke yako ambaye ulisema umwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha na kumketisha pamoja na wakuu. Ninaliombea kanisa lako, na waombea wanawake hawa, na waombea wanaume hawa, wafanya biashara na wafanya kazi, wanafunzi walioko hapa katika jina la Yesu, wamekuja kwako Bwana. Ninawaunganisha na wanafunzi wote walioko bodi, walioko mashuleni, walioko vyuo, jamaa na marafiki. Baba nawaombea wanaopita kwenye uchungu, wanaopita kwenye majira ambayo yamejaa maumivu Bwana, mateso Bwana, vilio Bwana, naziombea ndoa hazina amani, na waombea watoto nyumba zilizojaa mafarakano. Ninaiombea mikono ambayo Bwana kila kinachogusa Baba kinakufa. Naiombea mikono ya wanawake na wanaume hawa Bwana, wamefanya kazi ya kuchosha kwa miaka na miaka, kwa miezi na miezi. Baba ninaomba katika jina la Yesu, ile neema ya kwako ya uponyaji Bwana ipite kwenye maisha yao, ipite kwenye maisha yao, kama vile Petro alipotoka gerezani na ile milango ikamfungukia yenyewe. Baba ninaomba ile neema ya kwako iwatangulie wanawake hawa, ikawainue kwenye biashara zao, ikawainue kwenye kazi zao, ikawainue mahali ambako hawakutegemea. Ramasakada ramakoria mashaka. Baba, tumebeba sadaka na dhabihu za damu ya Yesu Kristo wa Nazareti iliyomwagika pale msalabani Bwana. Baba ninaomba Bwana, kila mwanamke na mwanaume tumebeba sadaka na dhabihu Baba za damu ya Yesu Kristo. Baba wa rehema, hatuweki imani zetu kwenye hizi sadaka tulizobeba kwenye hizi maisha, bali imani zetu Bwana tumeziweka kwako Mungu ambaye unaweza ukafanya makubwa na ya ajabu Bwana, hata bila uwepo wa sadaka. Lakini sadaka hizi ni alama ya mioyo ya unyenyekevu tulionayo ndani yetu Bwana. Baba wa rehema, tunakuamini wewe ambaye unaweza ukafanya zaidi ya maombi yetu na dua zetu. Nami nakuomba Mungu wangu kwenye hii madhabahu kwa ajili ya
Ima sadaka yako kwa Bwana. Baba, dhabihu hizi na sadaka hizi ninazichanganya na damu ya Yesu. Nazichanganya dhabihu hizi na sadaka hizi na damu ya Yesu. Baba, ninaomba Bwana, dua na maombi yetu, naomba uturehemu. Naomba uturehemu. Naomba uturehemu. Kila mmoja mrehemu afike kwenye viwango alivyokusudia. Kila mmoja mrehemu afike kwenye hatima ambayo Bwana amekusudia. Kwa utukufu wako mwenyewe ninaziomba rehema zako. Kwa utukufu wako mwenyewe naomba ukatakabali dhabihu na sadaka na matoleo Baba tunayoachilia kwenye madhabahu yako. Uwe pamoja nasi siku ya kesho na katika mwendelezo wa maombi haya siku ya kesho Baba, tunaomba uwe pamoja nasi, tukaone utukufu wako katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Ye Bwana makofi ya kutosha kabisa. Naomba tufanye siku ya kesho ya maombi yataendelea. Kesho tutaomba mwanzo mwisho. Kwa hiyo sipaki kukosa.